Mzazi, kama mtoto wako anaogopa mtihani, usifikiri kwamba hana uwezo, bali hiyo ni hofu ya mtihani. Watoto wengi huogopa mitihani kwa sababu ya hofu ya huo mtihani. Katika video ya leo nitakuelekeza njia 3 zinazoweza kumsaidia mtoto wako kuweza kupambana na hofu ya mtihani. Njia ya kwanza ya kupasa kumsaidia kujiandaa mapema. Watoto wengi hupata hofu ya mtihani wanapoanza kujiandaa siku chache kabla ya huo mtihani, lakini maandalizi yakianza mapema huondoa hofu ya mtihani. Kwa mfano, mtoto ana mtihani miezi mitatu kuanzia leo, anapaswa kuanza maandalizi kidogo kidogo kila siku, lakini asilimia kubwa ya watoto husubiri mpaka imebaki wiki moja au zimebaki siku 3 ili aanze kujiandaa na mtihani. Mtoto huyo hujikuta ana mambo mengi hajayarudia au hajafanya revision, na hapo ndipo hofu ya mtihani inapoanza, kwa sababu anakuwa anajiona kwamba hajajiandaa vya kutosha, hivyo kumsababishia kuanza kuogopa huo mtihani. Lakini ukimsaidia akafanya maandalizi mapema, itamsaidia yeye kupunguza kuwa na hofu ya mtihani na itamsaidia pia kuweza kufanya vyema. Njia ya pili, mfundishe kufanya mazoezi ya mtihani. Msaidie mwanao kuweza kufanya mazoezi kabla ya mtihani. Kwa mfano, kuna testi ambazo huwa zinafanyika kuweza kuwajaribu watoto kwa kuona kwamba kile walichokisoma wamekielewa au hawajakielewa. Kuna baadhi ya center huwa zinaweza kufanyisha watoto testi hizo hasa weekend. Kama kuna senta hiyo na ukaweza kuigundua, msaidie mwanao kwenda kujipima kila weekend ili aweze kujaribu kile alichokisoma shuleni, je, amekielewa, aweze kufanya mazoezi. Ndio maana ukitolea mfano kwenye mpira wa miguu, kabla ya mechi husika huwa kuna mechi za kirafiki. Hizi mechi za kirafiki zinawasaidia watoto, zinawasaidia wacheza mipira kuweza kufanya mazoezi kabla ya mechi husika. Wakiweza kufanya mazoezi, watagundua kwamba wamekosea wapi na wapi warekebishe, wapi wamefanya vizuri ili waendeleze zaidi. Kwa hiyo mechi za kirafiki ni kama mazoezi ya mitihani kabla ya mtihani husika haujafika. Kwa hiyo mzazi, msaidie mtoto aweze kufanya mazoezi kabla ya huo mtihani kufika. Itamsaidia yeye kuweza kujua amekosea wapi na wapi arekebishe, wapi akuelewa na wapi afuatilie zaidi, ili aweze kufanya vizuri zaidi kwenye huo mtihani, kwa sababu maandalizi bora ndiyo yatakayomsaidia kuweza kufanya vizuri. Njia ya 3 ya kupasa kumtia moyo mtoto wako badala ya kumfanyia vitisho. Kwa mfano, kabla ya mitihani usimwambie maneno kama ukifeli utaniona, ukifeli baba yako atakuchapa sana. Usimwambie maneno hayo, kwa sababu badala ya kujiandaa ataanza kuwa anafikiria maneno hayo kwamba nikisipofanya hivi itakuwa vile, nisipofanya vizuri nitaadhibiwa au nitachapwa. Kwa hiyo focus inaondoka kwenye maandalizi, anaanza kuiwaza adhabu. Ya kupasa kumtia moyo mtoto wako, kwa sababu maneno yanayomkatisha tamaa huongeza hofu zaidi, na hiyo hofu ikiongezeka itamsababisha yeye maandalizi yawe hafifu na ashindwe kufanya vizuri. Katika kitabu changu cha Crush Your Bad Grades nimeelezea vizuri jinsi wanafunzi wanavyoweza kujiandaa na mitihani na kupunguza hofu ya mitihani. Kama utatamani mwanao aweze kupunguza hofu ya mitihani na kuweza kufanya maandalizi vizuri ya mitihani, basi tuma neno kitabu kwenda namba unayoiona kwenye skrini yako, na nitakupa maelekezo ya namna ya kuweza kupata kitabu hiki. Na kitabu hiki kitakuwa ni mwarobaini wa kuweza kutatua tatizo la mtoto kuwa na hofu ya mitihani na aweze kujiandaa vizuri, ili aweze kukuletea report card nzuri, aweze kukuletea matokeo mazuri. Mzazi, kumbuka, mtoto akijifunza kujiandaa vizuri, basi hofu ya mtihani hupungua na mwisho wa siku huondoka kabisa. Msaidie kijana wako kuweza kuondoa hofu hiyo. Ndugu mzazi, je, kuna changamoto yoyote ambayo kijana wako anaipitia kwa sasa kitaaluma?
Tafadhali niandikie kwenye komenti ili tuweze kuitatua changamoto hiyo pamoja.